Shalom mpako mafuta wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri ya kipekee ambayo mfalme wetu Mungu muumba mbingu na nchi ametupatia. Mimi ninajivunia kusema kwamba ninamwamini huyu Mungu ambaye ananiwazia mimi na wewe mawazo mazuri. Unajua Mungu wetu anatuwazia sisi mawazo mema, mawazo mazuri. Anafurahia kuona tukikua, anafurahia kukuona wewe ukiwa unastawi. Na ndio maana kila siku anakufundisha neno lake ili upate kuelewa ni nini ulio wajibu wako. Na katika kusimamia wajibu wako unamruhusu yeye aweze kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7 kipengele A, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Neno linatuambia kuhusu namna mtu anavyojiona yeye mwenyewe nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuna watu wengine ambao kwa bahati mbaya kutokana na malezi yao wamekuwa wakijiona kuwa wao hawana thamani. Na kwa namna moja au nyingine maisha yao yamekuwa hivyo. Kwa sababu vile mtu anavyojiona ndani ya nafsi yake ndivyo anavyofanya maamuzi kuelekea muonekano huo. Nataka nikupe mfano mmoja ambao unaendana na jambo hili. Piga picha unaposimama mbele ya kioo. Yamkini wewe ni mama au ni baba au labda ni kijana tu. Unasimama mbele ya kioo. Na unaposimama mbele ya kioo umeshikia chanuo au kitana chako. Unasema ya kwamba nataka nichane nywele. Kwa muonekano wa nje unapojiangalia kwenye kioo unaona taswira ya nywele ambazo zimetibuka, hazijakaa sawa. Lakini katika kichwa chako, katika undani wako kuna taswira ambayo inaonekana ya namna gani nywele zinatakiwa ziwe. Namna gani ni sahihi nywele zako zinatakiwa ziwe. Na mara unapoanza kuchana, unaufanya muonekano wa nje uendane na picha ambayo ipo kwa ndani. Iendane na mtazamo ambao umekuwa ukijiona ndani. Na mara unapofikia pale ambapo unaona muonekano wa nje unafanana na kile ambacho ulikuwa unajiona mwanzoni ndani, unasema sasa nimependeza. Hapo unaacha kuendelea kuchana, unasema hapa nimekaa vizuri. Ile picha ya ndani ndiyo inayoongoza muonekano wa nje. Ni muhimu kuelewa ya kwamba vile unavyojiona wewe ndani yako ndivyo utakavyofanya maamuzi kwa nje. Ndivyo utakavyoitikia changamoto mbalimbali kwa nje. Kama ndani unajiona wewe si mtu mwenye thamani, basi kila changamoto inapokuja wewe utakimbia, utakuwa mwoga. Lakini kama ndani yako unajiona kama neno linavyosema ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, haijalishi changamoto gani inakuja, ndani unajiona unaweza, basi ninakuhakikishia kwa nje ndivyo itakavyokuwa, unayaweza. Ni muhimu kuelewa jambo hili ya kwamba vile unavyojiona ndani, ile taswira unayojichukulia nayo ndani ndio itakaochangia katika maamuzi utakaoyafanya nje. Kwa hiyo nini sasa unatakiwa ufanye? Unatakiwa usome neno la Mungu kila siku. Kwa sababu kila mara unaposoma neno la Mungu linakupa picha kamili ya kwamba wewe ni mwenye afya, wewe ni mbarikiwa, wewe ni maalum, wewe sio kama wengine tu, wewe ni wa kipekee. Unajua Mungu alipokuumba wewe, alikuumba wewe wa kipekee. Hakuna mtu wa kufanana naye. Kwa sababu Mungu anakuona wewe ni wa thamani. Anasema sehemu fulani, anasema akugusaye wewe ni kama mtu anayegusa jicho lake. Wewe ni wa thamani. Wewe sio tu nyongeza katikati ya wanadamu. Wewe ni wa kipekee, wewe ni maalum. Na unaposoma neno la Mungu unajifunza kuhusu mambo haya. Na kwa vile unajifunza mambo haya, undani wako unaanza kuendana na neno la Mungu. Na matokeo yake maamuzi yako, maisha yako yataanza kuonesha ya kwamba hakika wewe ni mbarikiwa. Hakika wewe ni mwenye afya. Hakika wewe ni mtu wa kipekee. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa jambo hili ya kwamba jinsi unavyojiona ndani yako ndiyo maamuzi utakaoyafanya. Na kama ndani yako unajiona sawa sawa na neno la Mungu, basi ninakuhakikishia utafanya maamuzi yaletayo maisha ya ushindi. Kwa hiyo kuanzia leo weka mkakati wa kusoma neno la Mungu kila siku ili ubadilishe mtazamo wako, uanze kujiona kwa usahihi, na hiyo itakuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ambayo yatakuletea baraka na kuishi maisha yenye furaha tele. Kama umebarikiwa na somo hili, basi nataka tumalize kwa maombi ya ukiri ya pamoja. Tafadhali sema nyuma yangu. Haleluya. Mimi ni shujaa wa Bwana. Tena nayaweza mambo yote katika yeye. Mimi ni mwenye afya. Mimi ni mwenye baraka. Mimi ni mshindi
daima. Amen.